Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuhusiana na kile ambacho kinaendelea ndani ya klabu ya soka ya Yanga Sports Club kuelekea katika msimu mpya wa mashindano wa mwaka 2026-2027, ambapo klabu ya soka Yanga ni miongoni mwa vilabu viwili ambavyo vitakwenda kuiwakilisha nchi ya Tanzania kunako michuano mikubwa ya ligi ya mabingwa barani Afrika, bila kusahau watakwenda kuanza kulitetea taji lao la ligi kuu ya NBC ambalo wameweza kulitwaa kwa miaka 5 mfululizo, bila kusahau klabu ya soka Yanga watakwenda kufungua siku ya Yanga Day tarehe 9 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Sasa kuelekea katika msimu mpya wa klabu ya soka Yanga, Yanga ni miongoni mwa klabu kubwa ambayo imedhamiria kufanya vizuri, ambapo malengo yao ni kuweza kulitwaa ama kulitawala soka la Kiafrika. Sasa miongoni mwa vitu ambavyo Young Africans ambavyo wanatarajia kuvifanya ndani ya wiki ni kwamba klabu ya soka ya Yanga Sports Club wanatarajia kuzindua jezi mpya, jezi ambazo moja kwa moja watakwenda kuzitumia msimu mpya wa mashindano wa mwaka 2026-2027. Miongoni mwa vitu ambavyo klabu ya soka Yanga watakwenda kufanya ndani ya wiki ni kwamba watakwenda kuzindua ile wiki ya siku ya mwananchi, ambapo ikumbukwe tarehe 9 ya mwezi wa 8 mwaka 2026 klabu ya soka Yanga wanatarajia kufanya tamasha la siku ya Yanga Day, wakienda kutambulisha wachezaji wao wapya. Kwa mara ya kwanza wataweza kuonekana wakicheza mechi ya kirafiki, bila kusahau klabu ya soka Yanga watakwenda kuzivaa jezi zao mpya ambazo wanakwenda kuzizindua. Fahamu klabu ya soka Yanga kwa mujibu wa ratiba tarehe 6 ya mwezi wa 8 wanatarajia kuzindua jezi mpya, jezi ambazo moja kwa moja watakwenda kuzitumia katika mashindano mbalimbali ambayo watakwenda kushiriki. Klabu ya soka Yanga wanatarajia kuzindua jezi 3. Jezi ya kwanza kwa mujibu wa ratiba itakuwa ni jezi ya kijani. Sote tunafahamu Young Africans wamekuwa na tamaduni ya kuifanya jezi ya kijani kama jezi yao ya nyumbani, yani jezi ya nyumbani, lakini watakuwa na jezi ya njano, ambapo tunafahamu rangi ya pili ya klabu ya soka ya Yanga ni klabu inayotumia jezi ya njano. Kwa hiyo watakwenda kuzindua jezi ya pili ya njano na watakuwa na alternative kit. Alternative kit manake ni kwamba hiyo jezi wana uwezo wa kuitumia ugenini, wana uwezo wa kuitumia nyumbani. Kwa mujibu wa mashuhuda ama watu ambao wameweza kuziona jezi mpya za klabu ya soka Yanga, ni jezi bora, jezi zenye quality, yenye hadhi ya kushiriki michuano mikubwa ya kimataifa, ambapo kwa mujibu wa ratiba ni kwamba jezi hizo zimeweza kutengenezwa na moja ya kampuni kutokea nje ya bara la Afrika, kwa maana kwamba Yanga wameji-upgrade kutoka kutengenezewa jezi hapa nchini Tanzania. Kwa sasa wanakwenda kutengenezewa jezi kutoka katika makampuni ya kimataifa, na kwa mujibu wa ratiba ni kwamba jezi hizi moja kwa moja mara baada ya kutolewa zitakwenda kuwa katika maduka mbalimbali mara baada ya kuweka oda kwa ajili ya mashabiki kuweza kuzinunua. Kwa hiyo ndio hivyo kuelekea tamasha la Yanga Day, Young Africans tayari wameshika mipango yao ya kuzindua jezi mpya, bila kusahau klabu ya soka Yanga Sports Club watakwenda kuleta tamasha zuri, tamasha ambalo moja kwa moja litakuwa bora kabisa kwa kutokea hapa barani Afrika. Tuambie neno la comment ukiwa ni mdau wa klabu ya soka Yanga. Je, kwa upande wako wewe jezi mpya za klabu ya soka Yanga ambazo zinatarajiwa kuzinduliwa ndani ya mwezi huu, je, wewe ni mshabiki unayeshabikia klabu ya soka Yanga ukiwa maeneo gani? Na je, unazisubiria jezi za klabu ya soka Yanga ukiwa maeneo gani? Kwa hiyo la kufanya ni kushuka kwenye comment na kuenda kudondosha maoni yako. Utakuwa umetisha mdau wetu kindaki. Asante kwa kuwa nasi, usahau kusubscribe na kulike video yetu.